kusikia maneno yako kwa kupitia mtangulizi atakayesimama, baba yetu na mzee wetu Dr. Salome. Naamini Mungu umeweka kitu kwa ajili ya kanisa lako. Mungu utambariki, utabariki pia mgeni wetu ambaye Mungu umempa neema katika Tabora katika mwaka huu. Yawezekana hakuzaa kama Zakanyaga, lakini ratiba za kimungu zilikamilika jana alipofika mahali hapa, na leo yuko katika kanisa lako na atasimama katika madhabahu hii. Bwana, umeweka pakeji majini ya kanisa la Yerusalemu na wengine ambao walikuwa
tukamtuma mchungaji wetu kiongozi Elias Shija, akafika huko Dar es Salaam, akaonana na wewe, akakueleza kwamba Yerusalemu tunakuhitaji. Kama neno la Bwana linavyosema hapa, linasema hivi: sasa umefanya vema, ndugu yangu John Kilangi, umefanya vema kuja. Na sisi Yerusalemu tuko hapa Yerusalemu tupate kuyasikia yote ambayo Bwana amekuagiza. Nataka kukazia katika mstari kanasema hivi: kuyasikia yote, kuyasikia yote. Ndugu yangu Kilamia, bila shaka kuna maneno ambayo Mungu amekuambia uje utuambie sisi watu wa Yerusalemu. Na sisi tunasema tuko hapa Yerusalemu, na wewe umefanya vema kuja hapa. Tunataka utuambie yote, yote, yote. Usibakize neno lolote ambalo Mungu amekuambia waambie watu wa Yerusalemu, halafu ukalibakiza ukarudi nalo Dar es Salaam. Itakugharimu kurudi tena hapa. Ile neno moja tu ambalo ukarudi nalo Dar es Salaam, ukifika Dar es Salaam, ile neno wewe ulituachia hapa, ile neno litakugharimu tena kurudi hapa kuja kutuambia ile uliloliacha. Tunataka kuyasikia yote Mungu aliyokuagiza. Mimi sijui tutachukua miaka mingapi tuko hapa Yerusalemu tunakusikiliza. Sijui itakuwa miezi mingapi tuko hapa Yerusalemu tunakusikiliza. Mimi sijui. Sijui tutachukua siku ngapi tuko hapa Yerusalemu kukusikiliza yale ambayo Bwana amekuambia utuambie. Kama zitapungua siku, nitawaambia wakubwa wangu hawa wakina Musa kwamba jamani, zimepungua siku, hajamaliza yote. Kwa hiyo ongezeni siku ya kubaki hapa. Naamini nao watasikia. Ndugu yangu na rafiki yangu John Kilangia, ninapenda kusema karibu sana hapa Tabora, Yerusalemu. Usiwe na wasiwasi wowote, usiwe na wasiwasi wowote. Tuambie yote ambayo Mungu amekwambia utuambie, usibakize kitu, tuambie.
tuko hapa utuambie yale yote ambayo mimi nimekafikisha kwa mtumishi wetu John Kiangia. Kama atabakisha kiporwa, hicho kiporwa kitamgharimu ukirudia tena hapa Tabora. Lakini napenda kusema kwamba karibu sana na Mungu akubariki. Ile neno ambalo Bwana amekwambia utuambie usirudi nalo Dar es Salaam, na Mungu akubariki. Hiki cha Krismasi mwaka 2025. Nichukua nafasi hii kumshukuru sana baba yangu Salum Martin kwa moyo wake wa unyenyekevu mkubwa. Najifunza mambo mengi kutoka kwake. Kweli alikuwa rafiki yangu kwa miaka mingi sana. Tukiwa pale nilipokea kama shemasi, kutumia kwa begi, kusindikiza kupanda gari, tukafadhili kusindikiza, kufahamiana miaka mingi sana. Na mambo mengi ambayo nimejifunza kwake kwa utumishi mzuri uliotukuka ambayo wamefanya kazi ya Dar es Salaam kwa kutosha. Mungu akubariki baba, tunakutakia maisha marefu yenye baraka kabisa. Endelea kushuhudia vijana wako wakiendelea mbele kwa mafuta ambayo Bwana amejalia kuangalia. Lakini pia nishukuru sana tunashija kwa baba yangu, mzee wangu, kwa kiroho na huduma yangu kwa miaka ya kutosha kabisa. Na ndiye aliyeshuhudia wito wangu. Kwa mara ya kwanza nimeitwa kwa ajili ya kazi maalum. Ikiwa kwenye conference pale Tabora, kuna conference kubwa kuja mkanda fulani kuja kuhubiri pale. Ndipo Mungu alisema mimi kupitia yule mtumishi akadhibitisha mbele ya umati wa watu kwamba mimi nimeweka maneno. Lakini hata sijui hata Kiingereza kama ndio ametafsiria. Baadaye Mungu akasema na mimi mambo mengi sana kwenye conference hiyo. Baadaye nilipotea kama dakika 30 hivi. Sikujua niko wapi. Baada ya Mungu
kusema ni maneno mengi ambayo Mungu alikusudia. Na hatimaye baada hapo ndio Mungu akaanza kuthibitisha hayo, na baadaye mchungaji askofu wangu wa Sala alishuhudia pia kuzaliwa kwangu sasa kwa huduma ya kwanza kuondoka Kinga kwenda Dar es Salaam. Ndiye alishuhudia namna gani ambavyo Mungu alithibitisha yale maneno ambayo tunayashika katika conference pale Tandengwa. Alishuhudia namna gani ambavyo Mungu alikuwa ananiita, na hatimaye anafahamu maana sasa anaweza kwa kazi maalum kwenda kushuhudia kuzaliwa kwangu kwa huduma kwenda Dar es Salaam. Kwa kuna mambo mengi ambayo nikasema Aksalu pamoja na mchungaji Shija ni wazazi wangu wa huduma na watu wa kanisa. Tupe Bwana makofi kwa ajili ya kazi nzuri. Mchungaji Shija amekuwa na mialiko mingi ya conference mbalimbali nchini. Katakiwa katibu mkuu alikuwa anaamua kuacha na kutuma mimi naenda kwenye conference kubwa hapa nchini. Moja ya conference ilikuwa ya Nakuru, ile kwenye conference kubwa ya Sultan, kwa hiyo alikuwa yeye akanituma mimi. Yaani ilikuwa moja kwa kuandaa kwa ile kazi hizo. Mahali pengine Arusha, mahali pengine alinituma nikaenda kufanya huduma. Sasa umefika wakati wa kuja Yerusalemu. Umefika wakati wa kuja Yerusalemu. Aliponiambia nikasema baba, wewe kakaambia ukiona vile wewe unasema nani kwamba njoo nitakuja. Na mimi nilipata heshima hiyo, naona niseme kwamba jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya kazi hiyo nzuri ambayo watu walikuwa wanafaa kusema na watu wa Tabora Yerusalemu. Pokeeni salamu kutoka Dar es Salaam, pale Mbagala zake. Nimekaa baada ya kuitwa kwenda Dar es Salaam, nimekaa kwa siku miaka miwili tukimsaidia Batenzi, miaka miwili kama mwinjilisti pale, mchungaji msaidizi. Baadaye nikamwambia Batenzi, mimi nilifundisha kutoka kule nyumbani nimeaga kuja kuanza kazi. Nikanipeleka kwenye kitabu kingine Kibichi kwa ajili ya kuweka sawa. Nikakaa pale miaka mitatu. Kazi ikaenda vizuri, nilikuta washirika kama 40. Baadaye kwa kanisa tukafika washirika 200, nikamwambia tena mzee nataka niondoke. Nitimiza agizo ambalo wazee walinituma, ndio nikaenda kwa pale Mbagala kwa mke wangu. Tangu tarehe 1 mwezi wa kwanza, tarehe 19 mwezi wa kwanza 2014 tulianza pale Mbagala zake. Sasa kwa washirika 200 eneo la Islam, lakini Mungu ametupa neema. Tumenunua kiwanja, tumejenga kituo cha kulelea watoto kikubwa kizuri kwa sasa. Lakini pia Mungu amebariki mchungaji kiongozi wa parishi na matawi 10 na washirika kama 1,300 kwenye parishi. Na tunategemea kuzindua kanisa la Kamani tarehe 30 na mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 5 asubuhi. Karibuni sana na Mungu awabariki. Ninakuja na barua ya malaika pia kwa mchungaji kiongozi na kanisa. Kwa hiyo tukimtendeza Mungu tutafurahi kuona mnashiriki na sisi hapo. Mimi wazazi wangu wa kiroho mzee Shawishi na mzee Mangala wameshatangulia mbele za Bwana mbele za haki. Na wazazi wangu wawili baba na mama walishaondoka. Nimebakiza wazazi wa kiroho akina Martin Musamu na mchungaji Shija. Kwa hiyo ni wazazi wangu sasa hivi wa kiroho ambao ananiambia kijana pita hapa nenda hapa nenda hapa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, najivunia kwamba wazazi wazuri kabisa. Na leo wameona nifike angalau ile misalini. Nilipokuwa na ada kanisani kwamba nitakuja huku, wanangu, washirika wangu, wajane wangu, kwaya wakasema unasema sana Tabora ndiko ulikotoka. Na umeshuhudia mengi habari ya Tabora, Yerusalemu, habari ya Shija na sana na watu wengine. Kwa nini usiambatane na wewe?
Nikamwambia wewe una mapango na kadhalika, maana wala hana mahali pa kulala. Nikasema wala sijali, sisi tutakuja kwa gharama zozote zile, turuhusu tuondoke na wewe. Nikamwambia vipindi vyote ndio navyo, halafu nifuate. Wakaanza kupita wingi, wakaanza kupita utumwa wa kuku, na mimi dunia na nyumba yake kuna utumwa wa kuku. Wakaanza akasema tuko tayari. Nikaongea na tunashija, akasema vijana wako tayari, na akasema karibuni sana. Na nadhani ilikuwa waondoke leo, nilikuwa shida ya treni kidogo, wataondoka kesho, angalau wale washuhudie vyema sehemu pamoja. Haleluya. Na mimi nitabarikiwa nao wale ambao ni watoto wangu. Yusufu akasema akazaa watoto wawili tumwana, Manase na Efraimu. Mmoja akamwita Manase, mwingine Efraimu. Bwana amenipa watoto katika nchi iliyopita. Bwana amenisahaulisha mapito yangu. Kwa sasa ni watoto wangu wakiwa wakuzaa wenyewe, wameona mimi na wafike Yerusalemu. Wakifika Yerusalemu watafika Yerusalemu kuja kuhiji, na mimi hawatatoka kama walivyokuwa. Amen. Nimeona nina watoto wanne, wa kiume wawili na wa kike wawili. Nikastaafu, siendelee tena. Nikawachia wengine waendelee, maana sio mimi nijali dunia. Tuambia kidogo kidogo, mwenye weke 10, weke 10, mwenye 7 weke 7, mwenye 20 weke, mimi nikajali watoto wanne tu. Na bahati nzuri nikaweka 7. Haina wanaume wawili na wanaume wawili. Nikasema inatosha hiyo biashara. Nimefunga ndoa yangu tatekwa tarehe 10 mwezi wa 7 1993 saa 5:50 Jumamosi. Kwa mpaka leo tuna miaka 30 na mshehe ya ndoa. Tunaendelea Bwana na Mungu anatusaidia. Nimefurahi pia kuona mchungaji Musa, nilishuhudia ndoa yake wakati tunampa binti yetu. Nilishuhudia ndoa yake akifunga pale Kinga, na amekuwa ndugu yangu na rafiki yangu wa karibu. Mungu akubariki sana. Nimefurahi kwa mapokezi mazuri kama rais, lakini sio mimi ila Yesu anatendewa haya, apewe heshima hii. Haleluya. Lakini kuna baadhi ya watu wanafahamu Sayuni Kwaya, nilifanya nao huduma kwenye makongamano, tunaimba kwaya pamoja. Mungu awabariki sana. Baadaye nikastaafu nikawa mhubiri wao kwenye makongamano, na baadaye nikastaafu sasa niko kule kwa wazalamo na Makole na Wagindo. Tunaendelea. Ninafahamu kwaya ya Sayuni pamoja na Kinga Christian Kwaya wamekuwa mchango mkubwa sana kwangu kwenye uimbaji, na baada ya hapo Mungu akaniita. Sasa niko kule nafanya kazi ya Mungu nzuri. Karibuni sana hayo. Mimi sasa nikuletee ujumbe wa leo, utangulizi tunakwendaje wiki hii. Roho Mtakatifu anatupitisha wapi? Niombe tu nipe ushirikiano. Nina sauti, mimi ni mwalimu lakini pia mimi ni mwinjilisti. Ukiona na mimi sisi tunachanganya mambo, lakini vile tutapambana huko Mungu ananipelekea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ujumbe wa leo tutaanza ujumbe maalum kabisa. Je, umesikia mara ngapi kuwa jaribu lako limefikia mwisho? Umesikia mara ngapi ya kwamba jaribu lako limefikia mwisho? Nikumbuke tu mzee wangu wa msala, nikushukuru sana pia wakati unaniaga nilikuja pia hapa usimi kwako. Niko niambia njoo Kinga na wewe atakuona na kutabora kama usimi kwako, ukaniombea na ukanishauri niondokeni Kinga. Nilitekeleza kama ambavyo nimesema, na sasa ninashukuru Mungu sana kwa mawazo yako. Nimeziona baraka na hekima yako na maombi yako kwa usiri yalinipa baraka sana. Nikuja akaniondoa usiri kwake hapo, na nikaenda kuaga Kinga na nikaondoka nikaenda, na baadaye niliwaita watu wa Kinga wakaja Dar es Salaam. Walikuja watu kama 70 kanisani kwangu, madaktari na wengine waimbaji walikuja pale, walikula wakale wakashiba chini, na mchungaji Shija pia alikuwa
mwenyeji wa kongamano hilo ambalo lilikuwa limeandaa hapa, akaleta waziri wa afya na naibu waziri wa afya katika Kikwazana. Kwa hiyo tulifanya mkutano mkubwa, ilikuwa ni amani shwari, wakashuhudia mtoto aliyezaliwa pale Mbagala, lakini ana afya na kilo za kutosha kabisa. Amen. Umesikia mara ngapi kuwa jambo lako limefikia mwisho? Isaya sura ya 4 na ule mstari, sura ya 5 mstari wa 4. Isaya sura ya 5 mstari wa 4, kuna andiko pale lipo. Kuna andiko pale Isaya sura ya 5 na mstari ule wa 4. Maandiko yanasema hivi. Isaya sura ya 5 mstari wa 4. Maandiko yanasema Isaya sura ya 5 mstari wa 4. Isaya sura ya 5 mstari wa sore ni Isaya 55 mbele sore. Isaya 55 mstari wa 4. Kuna neno nasema hakika amechukua masikitiko yetu, amemimina 53 mbele sore. 53. Naomba mtu mmoja nisome mstari wa 4. Soma kwa sauti. Tunapata kusoma. Tasoma kwa jina la Yesu. Isaya 55 mstari wa 4. 53 mstari wa 4. Biblia inasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Asante sana mshia hapa. Isaya huyu ni nabii wa Agano la Kale, lakini alikuwa nabii wa Agano Jipya. Ni nabii wa Agano la Kale, lakini alikuwa anatoa unabii wa Agano Jipya. Na unabii wake una mambo mengi sana. Nataka kubarikiwa kupata maneno ya kujenga, kutia moyo kwenye Biblia. Unasoma kitabu cha Isaya. Isaya anaongelea maneno mengi sana, usiogope, ukitaka katika maneno mengi, usiogope. Isaya alikuwa nabii, na unabii wake kule mwanzoni ile sura ya 1 mpaka ya 6 ni kama alikuwa bado hajakutana na kale la moto la kutakaswa, lakini ukianzia ile sura ya 9 utaona unabii wake umebadilika kabisa. Umetakaswa akawa ni nabii mzuri sana. Sasa Isaya alitabiri maneno haya miaka 700 baada ya Yesu akazaliwa. Unabii ulipita, baada ya miaka 700 Yesu akazaliwa, unabii ukatimia. Anasema hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Nilipokuwa nasoma haya maandiko nikapata tafakuri moja, na nikafikiria mambo mengi sana. Nikagundua utafiti kidogo, nikapitia tafiti mbalimbali, nikagundua ya kwamba mwanadamu amekuwa na nyakati mbalimbali za kupita, ya kwamba mwanadamu amekuwa baada ya anguko, mwanadamu amekuwa na mambo kama 6 au 7 hivi. Yaani na mimi nikagundua na mimi niwe kupita huko naye. Inawezekana hata sasa napita au napita whatever, lakini sijui, lakini mwanadamu amekuwa kupita. Baada ya anguko kuna mambo yalitokea. Kwanza mwanadamu aliingia kwenye masikitiko juu ya mambo yaliyopita. Mwanadamu anakuwa na mambo ya kusikitika juu ya mambo ya zamani, mambo ya kale. Kwa nini ilitokea hivi? Kwa nini ilikuwaje? Kwa nini? Maneno ya kwa nini wanadamu wengi wanasafa na kuteseka kwa mambo yaliyopita.
wanasumbuka, na hata mimi nimeteswa na mambo haya kwa kipindi fulani, pale ulipofika mahali niliposoma andiko, hakika amechukua masikitiko yetu, nikapokea uponyaji. Haleluya. Lakini jambo la pili, mwanadamu amekuwa akiwaza namna alivyoumizwa na wanadamu na hali ya hewa, mazingira yoyote haya. Nikisema ya kwamba hakuna mtu aliyeumizwa hapa, siwezi, labda mtu zile data kwamba si kweli, lakini kila mtu umepita kwenye mishale fulani. Ndio maana Isaya akasema, ukitapo katika maji mengi hautagharikishwa, ukitapo katika mianga ya moto hautateketea, maana wewe umekuwa ni wa thamani machoni pangu. Anakuwa akipita. Inawezekana hata wewe leo unapitia katika mazingira mbalimbali ambayo kuna namna ambavyo umeumizwa na nini, hatujui, aidha mazingira, aidha familia au huduma yako, au kuna mambo fulani ambayo ulitegemea yangeenda kama unavyotaka, hayakwenda kama unavyotaka, yakaleta majeraha, yakaweka makovu. Aidha kuna tukio baya, aidha Mungu alifanya ambalo wewe unaona ni baya, au wanadamu walifanya, lakini ameweka alama. Mara kadhaa mimi nimekuwa nikifanya kazi ya kansa na ushauri. Unafika mtu anaongea dakika 5, anaongea baada ya kuongea wakati simami sentensi, anaanza kulia. Nikianza kukumbuka, nasikia kuumia. Lakini jambo la tatu, mwanadamu amekuwa akitembea na kukumbuka namna alivyoonewa na kupoteza haki zake kwa siku. Anakumbuka alivyoonewa na kupoteza haki zake kwa siku. Unajua kila mtu ana haki, mimi nina haki ya kupendwa, na haki ya kupenda. Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna roho mbili, kuna chumba cha kupenda na kuna chumba cha kupendwa. Hivi ndivyo hata mimi nina chumba maalum cha kupendwa na chumba cha kupenda. Sasa chumba kile kikosa haki yake kama kilivyotarajia, kinaleta maumivu na kero na mateso na vitu vingine. Kupoteza haki. Mwanamke mmoja alikuwa ni mshiko wangu miaka nyuma huko Dar es Salaam, baadaye hapa tena mahali pengine, akapigiwa simu na mwanamke mmoja hapa, mwaka alikuwa hajaokoka, akapigiwa simu, wewe sio mwanamke wewe, wanawake chuko huko, tena mpigia kupitia simu ya mume wake saa 8 usiku. Wewe sio mwanamke, wewe ni mwanamume tu, upange kwa mwanamke, mume wako ni kweli bwana. Sasa yale maneno ya mama yalimuumiza, kesho asubuhi akaona mapema usiku akaenda mchungaji. Nilipigiwa simu, moyo wangu umeyeyuka, moyo wangu umelauliwa, natamani kufa. Maana moyo wake ile haki ambayo mwanaume anamaini kutakupenda, kutunza, ile haki yake imepotea. Kwa mwanamke akaumia, akateseka na mateso mengi. Ulionewa na kupoteza haki yako kazini kwako, haki yako labda ya kuajiriwa tena mahali pengine popote. Lakini jambo lingine, tunapojaribu kuangalia mstari huu, inawezekana pia mtu aliyolaumiwa. Unajua kuna watu, kuna neno nasema, kuna mtu anaye bila kufikiri, lakini ulio mwenye haki ni hasa kwa lile mwingine. Kuna mtu anaweza kunena bila kufikiri, lakini ulio mwenye haki ni hasa. Kuna mtu anaweza kaongea neno bila kufikiri, lakini ndani yake likaacha makovu na majeraha na mateso. Kwa maana Isaya akasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Amen. Lakini jambo lingine, manyanyaso. Neno manyanyaso ni kitu cha sasa hivi katika ulimwengu wa sasa hivi, kama ni kitu kinatembea sana kwenye mtandao, na haki za binadamu, kwa mashirika ya umma yanajaribu kutetea haki. Mimi nahudumia wajane, nafurahi sana kusikia huduma ya wajane hapa kanisani. Mimi nafanya huduma ya wajane pale kanisani kwa mtaa, na wajane kama 150 hivi. Wao pale wengine ambao kila mwaka tunakuwa na kazi na kutoa sadaka na kuhudumia wajane. Na hudumia watoto
lakini baadaye ukaumliwa, ukaibiwa, ukafia, ukapata misiba na hali ya uchumi kayumba na mambo yakawa mabaya, unakuja taboa, umenona, unarudi nyumbani, umekwisha. Ulikuwa na maduka, ulikuwa na biashara, ulikuwa na maisha fulani na umeokoka na umejaa utakatifu, lakini umeingia hasara ambayo hakuna usingeweza kufikiri, lakini umeingia kwenye hasara hii. Manyanyaso kwa wanadamu hawana wala habari ya manyanyaso haya. Maisha yake yakiamka anawaza manyanyaso. Mimi jamani, tunatafuta wiki hii. Hakika anachukua masikitiko yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mimi kama ninawaza na wahaya kuna wengine nilikuwa muuza dagaa, nilikuwa mpiga debe Dar es Salaam. Maana niliondoka nilikuwa nilienda mchungaji niliondoka hapo nimenona. Nilienda na kilo 700 za mchele. 700 za mchele za mpunga, za mchele. Majunia si mangapi, mtano kule 20. Sawa nienda na karanga sasa swalo. Nimebeba John kuna wapale mbele nitafutie fujo nitajaza hivi nikanuna toroli la kusoma maji kama magumu yakitokea. Niliona kule kuna fursa ya kusoma maji nikauza ndoo na mia. Kulikuwa nimeandaa kwa wote ikitokea mtatokea hapo. Haya kwa maandalizi ya akili ya mwanadamu. Kunyanyaswa, kuna hasara, kupoteza cheo. Mtu aliye chini na panda au unashuka, au mtu aliye leo kumhudumia baadaye anakuwa bosi wako. Vitu kama hivyo vinaleta hali mbaya kwenye saikolojia. Wanaweza kuishi maisha ya hali sitofahamu. Kwa haya utafiti umeonyesha mwanadamu amestruggle, ameishi katika maisha hayo, na wewe inawezekana umeona watu wanaishi maisha hayo. Inawezekana wewe ni mhanga. Ili kwa mhanga miaka kadhaa. Kwa mhanga miaka kadhaa. Nilikuwa mhanga. Nilikuwa mhanga na kadhaa. Nilipita kwenye nyakati fulani. Ngumu sana. Hata kabla sijaitwa kwa kama mtumishi. Ngumu sana. Kuna watu walinipromise baada ya kuokoka watanisaidia kupata kazi, wakaisha mtini. Halafu nikaona kwa mgonjwa kabisa, alikuwa anapata shida kidogo ya sikio ilikuwa inasumbua kwa miaka tena kabla sijaona. Na sasa nikaomba kila kienda kwa mwambia sisi Bwana, kienda kwa watu na wewe ushatoa mahali nenda zako kwa mke wako. Unajua kitokea nini? Nilifanya kazi pale Kinga ambayo hamna mtu anaweza. Nilifanya kazi na utabani. Nikaenda nikaomba naomba natafuta fedha kwa wenzangu, pesa zipo, wazazi wangu hela zipo, lakini hakuna leo sita. Wazazi wananiambia huyu mwanangu kumeleta ndoa ameoza. Wewe, hata kina leo pole. Naona lakini mtanipo niseme takupenda shida katika raha. Mtakuwa mmoja. Nimeapa, lakini wanawake leo hawakaleza. Familia inakataa. Baba mkoani alikuwa anaendesha treni hapa hospitali, alikuwa anaenda Tabora. Ukija kuomba anakupa shilingi 10,000. Anamwambia baba, ndio mwanaume wewe. Kinga pale hiyo pale Kinga na mchungaji hapa nikapitisha form ili wanichangie pale kwa shida wenzangu na nini. Nikapata shilingi 2,000 nipeleke kwa wangu ni video wapi kesi. 2,000 mtu mmoja anichangia. Kanisa la kila watu mzima. Watu kama 500 walikuwa 500. Nikapata shilingi
Kutoka sura ya 14 mstari wa 10. Biblia inasema hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Mstari wa 11, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Mstari wa 14, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Mstari wa 15, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, nawe. Haleluya. Tuliangalia kanisa la Musa ambalo Mungu alimtuma kwenda Misri kwa ajili ya kuwaokoa wale watu, kuwapeleka nchi ya ahadi. Ninaelewa, nashukuru Mungu kwa ile kanisa la madaktari, alafu wahubiri wengi sana Yerusalemu hapo wamepita. Wengi sana. Yaani mimi kama tone la maji kwenye ndoo. Yaani kuna doctrine hapa zimepita za nguvu kabisa. Na kwa makini sana kwa kuongelea mambo ya doctrine ndio nikafanya kitu mwisho sawa. Wale makini sana kunilinda uwezo wangu unapoishia na roho kanisa kabisa ndio. Haleluya. Tukisoma habari ya Musa, wana wa Israeli safari yao ikafika mahali tunaona wamekutana na jambo njiani. Mambo yasiyofikirika. Unakuwa na maneno nasema utafanya nini yakitokea yasiyofikirika? Utafanya nini yakitokea yasiyofikirika? Jambo ambalo unasikia unabii, unasikia mtu anakwambia, lakini ghafla unatokea kwenye jambo hili. Walitoka Misri wakiwa na ahadi ya kwamba Mungu anapeleka nchi ya ahadi. Ili Mungu awapiganie huko na wamjue yeye, awafundishe mambo yawapasayo kuyatenda. Na washuhudie matendo makuu ambayo Mungu anayafanya Misri kwa mkono wa Musa. Na Wamisri walikuwa na mashaka na mambo yaliyo mbele yao juu ya huyo Mungu wa Musa. Na ndio maana nasema tulikwambia tuache sisi huko ili tuendelee kuwatumikia wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kutuua jangwani. Kwa wanawaza yale maisha ya Misri na maisha waliokuwa wanaishi na maisha walionayo pale, wanaona kwamba ni afadhali wangekuwa Misri kuliko kufia jangwani. Wakalalamika, mambo mengi walijiuliza, waliongea mengi. Na tunaona Waisraeli wanaanza kulalamikia. Sasa ona hawa maneno natuo, tunakufa jangwani. Musa ametuleta hapa kwa nini? Tunaweza kuona nadhani hawa watu akili yao ilivyokuwa inawaza mambo ya pamoja na mambo yaliyotokea huko nyuma, lakini kuna mambo mengine tena yanaingilia katikati yao, kuna vitu vingine vinaongezeka. Unajua katika safari ya wokovu, safari ya kwenda kwenye ahadi ya Mungu, hakuna tambalale. Yaani Mungu anakupitisha mahali ili akufundishe. Kuna mambo makuu mawili au matatu ambayo Mungu anawapitisha wana wa Israeli Misri. Jambo la kwanza, kupitisha kwa jambo la kwanza wamjue yeye ni nani. Jambo la pili, wao na umoja. Jambo la tatu, alifunua kwao kwa matendo makuu ya kujitambulisha kwamba yeye ni Mungu mwenye uwezo. Kwa maana huwezi kumtambua Mungu kama na uwezo kama hakuna jambo gumu likitokea mbele yako. Tunga mkono kama unanielewa. Hawezi kumwelewa Mungu na Mungu hawezi kujitambulisha kwako ya kwamba yeye ni nani kama hakuna jambo gumu litakalotokea mbele yako. Kwa Mungu anaruhusu jambo gumu, halafu wewe umwamini, halafu kumruhusu apate jambo mbele yako.
huko ndani kuna tutaenda kama tutagusa lakini tutaenda na Roho Mtakatifu aliyosema mchungaji. Kwa tunaona wale Waisraeli wanaanza complain, kuna lalamika. Sasa ukisoma haya maneno hayatambua walikuwa na malalamiko ya mambo kama manne au matano. Jambo la kwanza, umetutoa huko Misri tufe ili tufe jamaa. Umetutoa Misri ili tufe jamaa. Ilikuwa ni malalamiko yao. Jambo la pili, mbona umetutenda haya? Mbona umetutenda haya? Jambo la tatu, tulikuambia tuwatumikie wa Misri kuliko kutuacha kutufia hapa. Maneno haya Musa alikuwa anayapokea na kitu kilichotokea, kwa sababu Musa alijua aliyempa maelekezo ni Mungu. Alienda mbele za Mungu na kumuuliza watu hawa walifanyaje? Kuna kitu kitakachoongea. Lakini tunaongea ukikutana na jambo lisilofikirika, usimuulize Mungu kwa nini, atakutandika. Narudia tena. Ukikutana na jambo lisilofikirika kwenye maisha yako, usimuulize Mungu, hivi kwa nini Mungu? Hivi kwa nini Mungu? Atakupiga. Atakucharaza kofi hilo. Halafu utajua amekupigana. Ila cha kufanya nini? Mwambie Mungu nifanye nini? Ndio hiyo. Kamulia tena kwa Mungu leo sasa. Unaenda mbele za Bwana. Ni mtumishi wa Mungu. Umeokoka. Ni mwaminifu kabisa. Unamtumikia Mungu. Unakutana jambo lisilofikirika. Usimuulize Mungu, kwa nini Mungu? Huo ni kukosa adabu. Ni kukosa nidhamu. Mwambie Mungu nifanye nini? Nifanye nini? Na ndicho Musa alichokwenda mbele za Bwana, akamwambia, hawa watu wananililia, nifanye nini Mungu? Musa akasema, Mungu akamwambia, waambie wana wa Israeli waende wapi? Mbele. Haleluya! Haleluya! Inawezekana kwenye mwaka 2025 umekuwa na maswali ya kumuuliza Mungu nifanye nini? Bwana anasema leo endelea wapi? Mbele.
Bwana atakupitisha kwenye njia hiyo usiyoijua. Haleluya. Narudia tena. Unapokutana jambo gumu usiyolijua, unaona jambo limeenda sio sawa sawa, muulize Mungu, nifanye nini? Nifanye nini? Nifanye nini? Mungu aliwaambia mambo matatu wakati wanalalamika hawa jamaa wana Israeli. Aliwaambia mambo matatu. Mwitikio, aliwaambia mambo matatu. Aliwaambia simama, simama. Simama, simama, mtauona wokovu wa Bwana. Simama, mtauona wokovu wa Bwana. Nilipokuwa nasoma haya, nikagundua mtumishi mwingine anaitwa Isaya. Anaitwa Elia. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 9. Tusome haya kwa kidogo. My friend, please. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza na hadi wa 9. Kuna kitu gani hapa nataka tujifunze kitu kingine. Umesikia mara ngapi kwamba jambo lako limefikia mwisho? Soma rafiki yangu please. Wafalme wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa kwanza hadi wa 9. Tuangalie Elia. Kuna jambo, kuna mshirika mwingine tunamwona hapo, tuone nini kilitokea. Soma Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi Elia Mtishbi na wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Keri kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishi huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Keri kinachokabili Yordani. Mstari wa 6. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia mara ngapi ya kwamba jambo lako limefikia mwisho? Ukisoma habari za Elia, nikawa tafakari jana usiku mpaka kuna siku nenda kufikiria Elia wakati Elia alikuwa nabii wa Bwana. Kuna mazingira yalitokea, uasi na ubaya na uovu watu wanayafanya, na moyo wa Elia ukawa na uchungu mwingi juu ya maovu ya wanadamu wanayofanya na kufu juu ya Mungu wa Israeli. Elia
posho ikakatwa, kodi ya nyumba ikakatwa, kila kitu kikaondolewa. Nikaenda mwenyewe. Nikaenda nikapata msamaria mwema mama wa Kiislamu, akanipa mkeka wa kuswalia. Maana nilikuwa natimiza agizo la risala kwamba naenda huko nisisumbue mwenyewe, kweli kama Mungu alivyoniita. Nikapewa mkeka wa msikiti kubwa, nikapewa mkeka wa kuswalia wa kukalia vumbi na matofali ya chooni. Na kumbuka tarehe 19 mwezi wa kwanza saa 5 nilianza kazi pale nyumbani. Nikakotoa damu kwa na makondo sumu na makataka nimekuonisha leo pale kwa hela ambayo ndio nilitoa. Na wakati huo nasimamia na wewe Mungu unayesimama mbele yake, ninaamini kwamba Mungu atafanya mambo, Bwana atafanya njia, haijalishi tutatoka wapi. Ila Bwana atafanya njia. Naam. Siku ya kwanza. Watoto wangu sikiliza, watatu Joshua na Vicky wamefanya mtihani wa lazima. Naona jambo la pili. Nasikia wito hapo watoto wamefanya mtihani. Kwa sababu mwingine sekondari, mwingine kwa sababu nitegemea sekondari. Wamefanya lazima. Halafu video imeitwa. Hiyo mwenyewe ilikuwa ni moto wa kuotea mbali. Kasema hapo naondoka posho naacha kila kitu naacha. Sikiliza kilichotokea. Nikamwambia Mungu anayesimama mbele yako. Nikaupeleka huo sekondari. Nikaongea na Moses, nikamwambia Moses, please watoto wao nataka mlipe kila mwezi. Kaupeleka wakanisiti. Form 3 kaza kunipia sana. Watoto Mungu akawajalia watoto wakafaulu karibu 10%. Kijana wangu wa pili Joshua ni mwanasheria sasa. Kutoka 0 sawa? 0 yani ile elimu ni certificate hapa 0 kutoka mchungaji 0. Unajua 0 ni maskini. Kumbe 0 ile ilikuwa
Uko wapi mchungaji? Niko Mbagala. Wewe unarudi saa ngapi nyumbani? Narudi muda fulani saa moja. Ukija unikumbushe. Utaniambia ukifika nyumbani. Sikiliza Mungu ni wajabu sana. Yaani nimetoka na hivi sasa hata tunaposha sasa. Tunaishi kwa imani hiyo watume missionary. Ndio tunaenda. Sukari tunafika kwa bahati tunakupa uji. Kwa sukari kwa nani? Kwa nani? Ya kuna shasha kwa sababu watu kidogo. Sasa tunafika pale tunaanza kumbile sahau yale kile tunaweza mabati. Inaweza tutakwendaje? Jana shida kutoka na Mungu wadi. Angalia sasa kwenye gate. Jamani bonda tumo. Uchumani ni yule mama yule mfano. Karibu bwana. Sukakuja hauna sukari. Samahani baba mchungaji bali anaomba sukari kwa hiyo tu. Sasa naomba tusubiri kule nje. Tunaomba uje kile matuone mara moja. Sasa tunakuja uji na hapo kuna chama na sukari. Uje unakuja uje umeshafuta mtu wetu anaanza. Umeshamaliza sisi wote kwanza tukamaliza tukafanya mambo kidogo. Tukaondoka. Tukaondoka. Jioni saa moja na nusu kausiku ukagize. Tunatereka. Kama tunafika pale kwenye kitu ya kaumbani kidogo. Mbona natupeleka tumbona tufiki? Anamwambia vipi habari ya mama? Yaani sielewi tupeleka wapi? Habari kubwa ni malaika wa Bwana katika ulimwengu wa roho. Sikiliza. Tunafika pale tunaona malaika wamekaa pale. Alafu samahani mchungaji, ndio nilikuwa naomba ya muda mrefu sana napanga upate usafiri. Nilikuwa na baskeli fulani kagia fulani. Hakuna labda naita baskeli nyingine nzuri. Endea Mbagala kutoka kijiji kwenda na nauli nzuri ndio hivyo tena. Sasa naomba makao nilikuwa na makambi. Tunaona Mungu ametusaidia kupata sadaka fulani mwaka ya kukumbuka. Ya kukumbuka tukupe usafiri. Sawa, hata kuruhusu. Nilikuwa naomba mabati ya jengo la kanisa kama nyingine baada ya wangu. Sawa, nipe. Sasa twende kabisa usafiri wako. Tunaondoka. Inaelekea ndani moja hivi ile progress. Ofisa afungua mlango. Angalia Mungu anayofanya gani? Halafu hebu ingia kule mbele. Nasikia kama ile Petro alipotolewa kule kwenye ghorofa kule anapelekwa na aelewe anapelekwa. Giza basi. Akafungua ingia huko ndani. Mama anaingia kule mbele kama kwa kwenye gari la mchungaji. Mama akaingia mimi nikaingia. Sisi hata kuendesha gari leo. Sisi shamba kuendesha tena la ng'ombe na baskeli. Alafu mama akaingia huko, yeye na mke wake wakakaa huko nyuma. Alafu akasema sasa mchungaji, hili gari ni la kwako. Nikamwambia acheni mtaa. Hawa mtu hapa ndio. Taniangalia mama. Mama maanisha mambo mengine. Taniangalia mimi mtumishi wa Bwana. Nataka ukasirika. tunakwenda kumwaga chuo cha wagonjwa, nikapata shilingi 3,000 asubuhi. Yule Kibunda yule anafanya Kibunda yule mzungu fulani Kibunda. Nilimwenda Kibunda nipe kazi nikiomba naomba. Iko fanya kazi gani wewe? Iko ni wakati iko na ujuzi gani wewe? Na mimi nitajikiza iko fanya kazi yoyote. Iko kuja usiku na tunakishiwa, kishiwa na jua.
alikuwa ndio meneja na kadereva kakanyana kale kadereva kale kebaba ndio tunaweka naanza kuzoa kile choo usiku saa 6 naimba kwaya nimeganisha master msanje ni mtumishi wa Mungu mzuri nimejaa utaratibu sawa sawa sio na bahatisha nimetunza ujana wangu sawa sawa inapita kwenye bonde la maandalizi ya Bwana. Haleluya! Napita kwenye bonde la maandalizi ya Bwana na sikumwambia Mungu kwa nini hili ndio Bwana unanipitisha hapa kuna mahali naenda. Haleluya! Na ninataka nikwambie siku ya leo kuna mahali naenda. Kuna mahali naenda. Usikate tamaa. Simama mbele za Bwana. Baadaye mama kaanza kunikulia. Na mimi kama alafu na baba haki mzuri yule baba anaweka na kamera pale za Tabora. Tinaimba. Katikati umeyote iliyowa. Nikasikia mtoto mapigo kama muone na Mungu kwenye nafsi ya mti. Ananisahawisha na pito yangu. Ananisahawisha kusali kwenye makarabati. Ni kama wafanya kazi. Hivi watu wataelewa. Jina hili nilikwenda kufungua magara, nikapata gari. Sasa ni Freemason. Tukafungua geti, tukaingia kwenye geti pale. Ikapata na dirisha langu la kulala. Naongea habari ya Mungu anayesimama mbele yako. Mungu anayesimama mbele yako. Haleluya! Sikiliza. Biblia baadaye wale jamaa wanaondoka wakati huo. Mtoto wangu ambaye ni mwanasheria sana, alikuwa likizo. Akaja na mwingine mtoto anaitwa Josia watano. Wakasema, "Walichukeni." Hili jamaa. Wakakimbia ndani. Hili jamaa. Sijawaambia. Hili nimeona kama nimeshika mkuu, maana sielewi kinachoendelea. Baadaye wakasema, "Baba, huyo ndio Mungu unayemtumikia." Yule aliyetafsiri, huyo ndio Mungu unayemtumikia. Huyo ndio Mungu tunayemtumikia. Huyo ndio Mungu wa baba. Huyo ndio Mungu wa baba. Unataka kuwafikisha nini watoto wako, lazima Mungu akupitishe kwenye bonde la maandalizi. Sikia neno chosema. Hakuna tambarare. Vya Mungu vina gharama. Na gharama lazima ulipe. Na utalipa pamoja na yeye. Hata kuacha, hata kupungukia. Utafanya tena kwa majibu. Atakuonyesha njia utakayoiendea na huko jicho lake likitazama. Nikapata gari pale karibu na dirisha langu. Usiingize haukupita mwaya. Nafungua dirisha naona ina gari na kema kule imesaidia na kutokea siku ile sijawahi kunywa chai haina sukari wala kunywa haina sukari. Sentimaili yangu ikabadilika, nikajiweka kwenye level nyingine ya kwamba mimi sio wa kunywa chai sio kwa na sukari wala mimi sio kwa na sukari. Akili yangu yale maneno ya jamaa mimi kule muujiza ule kwa maana nifungua akili mimi sio wa kawaida. Wewe simwambie ile neno wewe sio wa kawaida. Mwambie wewe sio wa kawaida. Amefika pale Elia anamwambia naomba niletee maji tafadhali. unga yule mwanamke haukuisha. Kipindi chote cha njaa. Haleluya.
Karibu. Usifanye fujo. Usisumbue watu wengine.
Piga mtihani, utatoboa. Wote wanaona wengine kabisa Mungu mzima anataka majibu wapi? Huyo Mungu anaweza kufanya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nimalizie neno hili kidogo. Unawezaje kumwona Bwana katika jambo lako? Nataka kumalizia pointi tatu hapa. Unawezaje kumwona Mungu katika jambo lako? Nataka niulize swali hilo. Mchungaji umeongea mengi. Nifanye nini basi? Nifanye njia gani? Nini nifanye? Jambo la kwanza kushughulikia lango la uchungu ndani yako. Kushughulikia lango la uchungu. Shughulikia lango na malango kadhaa, lakini kuna lango la uchungu. Nishughulikie ndani yako. Kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 56. Tunamwona Petro anasimama kumtetea Yesu wakati amekamatwa. Anasimama kumtetea Yesu akisema, Bwana, kama kufa pamoja na wewe nitaenda kanuni. Wakati jamii imetoka, Yesu anataka asulubiwe, akamatwe, apelekwe kwa wanyang'anyi. Petro akasimama na upanga wake, akachoma upanga wake, akataka kumwonyesha Yesu kama anataka kusimama ni mwanaume, Petro ni mwanaume. Akamkata mtumishi wa Bwana sikio. Yesu alimwambia, hongera, umefanya jambo hili, umenitetea. Sikiliza. Kama kuna watu wanakwambia, wanakufanya kuonea, ningekuwa ni mimi wangenikoma, yaani mimi ningepanichimika. Sikiliza. Kuna watu wengine wanaweza kuondoa kwenye mudi ya kufanikiwa, mudi ya neema ya Mungu kwa sababu ya kuchochea hasira na kulipanga jambo lako kuwa kubwa na kama limesababishwa na mtu mwingine. Sikiliza. Wanakupanga, ningekuwa mimi panichimika, nisingekubali. Petro akachukua upanga wake ili amtetee Yesu. Yesu akamwambia, no. Nina uwezo wa kupiga malaika wa mbinguni. Hawa wote hawa usingewaona leo. Bwana anaweza kutuma wokovu mwingine kwa njia nyingine. Rudisha upanga wako mahali wake. Rudisha hasira yako mahali pengine. Weka hasira yako pembeni. Weka uchungu wako pembeni. Mwangalia Yesu aliyesema, hakika amechukua masikitiko yako. Amenitwika huzuni zako. Hakika amepigwa kwa ajili yako. Na amenitwika huzuni zako. Na kwa kupigwa kwake wewe umepona. Haleluya. Rudisha hasira yako. Weka hasira yako. Ni kweli waliokufanyia ni mabaya. Hata kama ungeenda kumshtaki, angeweza kutiwa ndani. Ungeweza kulipwa fedha za kutosha. Lakini Biblia inasema, maana safari yako sio ya kawaida. Safari yako ina Mungu. Na magano yako yanaonekana ya Mungu. Watu msikilize Mungu. Na kwamba kila jambo lina wakati.
yanakuja. Ukitoa sadaka yanakuja. Na ndio maana wakati mwingine watu wa Mungu hatubarikiwi. Tunatoa sadaka kama tumechoka. Tunatoa harambee kama tumechoka. Kwa sababu gani? Sadaka yako mahali ilipo, ipo na moyo wako ulipo. Maanake moyo wako ulivyo, ndivyo sadaka yako inapokwenda. Tengeneza moyoni. Mwachie Bwana aingie ndani ya moyo wako, alete mabadiliko. Funika macho yako. Krismasi hii leo subiri kidogo mtumishi. Nilikuwa na wana kile nikijaribu kufikiri somo la Krismasi leo. Chai nikataa. Kile nikijaribu. Mimi ni mwalimu wa shule ya Biblia, nafundisha chuo cha Biblia kule kwetu.